Bana, Iran inaendelea kufanya mashambulizi makubwa sana katika taifa la Israel pamoja na washirika wote wa Marekani mara baada ya kufanya mashambulizi kadhaa kwenye miji mbalimbali ikiwemo kule Riyadh, ambapo wamefanya mashambulizi na kuharibu kabisa ubalozi wa Marekani ambao unapatikana pale katika mji wa Riyadh. Hatua hii inafuatia mfululizo wa kile ambacho Iran wamesema ni mwendo wa kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi ambayo yalifanywa kati ya Marekani pamoja na Israel. Mashambulizi ambayo walikuwa wamegawana kwamba mmoja afanye mashambulizi katika eneo la kuwalenga viongozi wa kule Iran, lakini mwingine afanye mashambulizi katika miundombinu ya taifa la kule Iran. Sasa kufuatia hilo, tumeona Marekani wameendelea kupata hasira sana, na hasira hizi zinatoka kwa rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye sasa ametangaza kwamba anaifungia hiyo Spain baada ya kutoruhusu taifa hilo la Spain kuiruhusu Marekani ifanye mashambulizi kupitia katika anga yake. Rais wa Marekani bwana Donald Trump ametangaza kusitisha biashara yote kati ya Marekani na Hispania kufuatia uamuzi wa Madrid, Hispania kuzuia majeshi ya Marekani kutumia vituo vya kijeshi vya pamoja kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran. Akizungumza katika ikulu ya White House, Washington DC, Donald Trump anasema kuwa tutakatiza biashara yote na Uhispania, kwa kiongeza kwamba hataki kuwa na jambo lolote la kufanya na taifa hilo la Mediterranean. Hata hivyo, hakubainisha ni lini hatua hiyo ya kusimamisha biashara itaanza kutekelezwa. Tangazo hili linakuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Alvarez Jumatatu kusema kwamba serikali yake haitaruhusu Marekani kutumia kituo cha jeshi la wanamaji cha Rota Naval Station Rota wala kituo cha anga cha Morón Air Base ambavyo vinatumika kwa pamoja na majeshi ya Hispania na Marekani katika operesheni zake za kijeshi dhidi ya Iran. Alvarez alisisitiza kuwa vituo hivyo havikutumika katika mashambulizi ya awali yaliyofanyika Jumamosi dhidi ya Iran na kwamba havitatumika katika kipindi chote cha mzozo huo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amelaani hatua ya Trump akiitaja kuwa ni isiyo na misingi na yenye hatari, hasa katika muktadha wa mvutano unaoendelea kati ya Marekani pamoja na Iran. Sasa tujikumbushe kidogo hali ilikuwaje. Hispania walikatalia Marekani kuruhusu kutumia vituo vya kijeshi ambavyo vinaendeshwa kwa ushirikiano katika ardhi yake kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran, huku serikali ya Madrid ikiendeleza ukosoaji wake dhidi ya kile walichokiita uingiliaji wa kijeshi usio na misingi na wenye hatari. Waziri wa Hispania Pedro Sanchez amelaani waziwazi hatua ya Marekani na Israel, akitaja kuwa ni hatua ya kijeshi ya upande mmoja dhidi ya Irani na kuonya kuwa inachangia kuifanya dunia kuwa katika hali ya uadui na sintofahamu zaidi. Kauli hizi zimeimarishwa na uamuzi wa serikali yake wa kutoiruhusu Marekani kutumia vituo vya kijeshi vya Rota Morón katika mashambulizi ambayo yanaendelea dhidi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Alvarez alisema licha ya serikali yake kutamani demokrasia, uhuru na haki za msingi za wananchi wa Iran, haitaruhusu kwa vyovyote vile vituo hivyo vitumike katika operesheni za kijeshi ambazo zinaendelea. Nikimnukuu, Alvarez alisema, nataka niwe wazi kabisa, alisema katika mahojiano na vyombo vya habari, akisema vituo hivyo havitumiki wala havitatumika kwa jambo lolote ambalo sio la ndani ya makubaliano kwa maana ya Marekani wala jambo lisiloendana na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Waziri wa ulinzi Margarita Robles pia alisisitiza msimamo huo, akisema hakuna hata kimoja kati ya vituo hivyo kilichotumika katika operesheni ya kijeshi ya Marekani, akieleza kuwa ingawa kuna makubaliano kati ya Uhispania pamoja na Marekani kuhusu matumizi ya vituo hivyo, tafsiri ya Uhispania ni kwamba operesheni zozote lazima ziendane na mifumo ya kisheria ya kimataifa na zipate uungwaji mkono wa kimataifa. Ramani zilizokusanywa na tovuti za ufuatiliaji wa safari za ndege Flightradar24 zilionyesha kuwa ndege 15 za Marekani ziliondoka katika vituo vya Rota na Morón tangu Marekani na Israeli waanze mashambulizi yao mwishoni mwa wiki. Angalau ndege 7 ziliripotiwa kutua katika kambi ya anga ya Ramstein nchini Ujerumani. Maafisa na walinzi wa Marekani hawakutoa maelezo kuhusu sababu za kuondoka kwa ndege hizo.
Ifahamike Jumamosi, Sanchez alisema mashambulizi ya rais wa Marekani Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yanaifanya dunia kuwa isiyo na utulivu zaidi, huku akitoa wito wa kupatikana suluhu la kisiasa la kudumu kwa vikwazo ili kuweza kuondoa mzozo huo. Akizungumza tena mjini Barcelona siku ya Jumapili, Sanchez alisisitiza kuwa inawezekana kupinga utawala wa Iran na wakati huo kupinga uingiliaji wa kijeshi usio na msingi na nje ya sheria za kimataifa. Kauli za Sanchez huenda zisimpendeze Donald Trump, hasa baada ya kiongozi huyo wa Marekani hapo awali kuikosoa Hispania kwa kukataa kuongeza matumizi ya hadi 5% ya pato la taifa kama ilivyopendekezwa ndani ya NATO. Hata hivyo, msimamo wa Sanchez unaendana na mtazamo wake kama mmoja wa viongozi wa Ulaya wanaotoa matamshi ya wazi zaidi, hasa kuhusu vita vya Israel huko Gaza pamoja na majibu ya Umoja wa Ulaya. Viongozi wengine wa Ulaya wamechukua msimamo wa tahadhari kuhusu hatua ya hivi karibuni ya Marekani. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer mwanzoni hakuruhusu majeshi ya Marekani kutumia kambi ya Diego Garcia au vituo vya anga vya Uingereza kutokana na mashaka juu ya uhalali wa kisheria wa mashambulizi hayo. Hata hivyo, alibadili msimamo wake baada ya Irani kurusha mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa makombora na droni katika maeneo ya Mashariki ya Kati, ikiwemo shambulio ambalo lililenga kambi ya anga ya Uingereza iliyopo pale Cyprus. Katika taarifa ya pamoja ya Ufaransa na Ujerumani, Uingereza ilisema itachukua hatua kali kulinda maslahi yake na ya washirika wake, ikiwemo kuruhusu hatua za kujihami zinazohitajika na zenye uwiano ili kuzuia uwezekano wa Irani kurusha makombora pamoja na droni kutoka vyanzo vyake. Upande wake, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anasema anaelewa mtanziko unaowakabili washirika kuhusu namna ya kukabiliana na harakati za Irani za kutafuta silaha za nyuklia, akiongeza kuwa hawatatoa mihadhara kwa washirika wao kuhusu mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Irani licha ya mashaka yaliyopo. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ametaka kupatikana kwa suluhu la kudumu la kidiplomasia katika mgogoro huo, akisisitiza kuwa Umoja wa Ulaya unajiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na matukio ya hivi karibuni. Wakati hali ikiendelea kuwa tete katika Mashariki ya Kati, viongozi wa Ulaya wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa na kutafuta njia za kisiasa badala ya kuendeleza mzozo wa kijeshi kama ambavyo inafanywa na hiyo Marekani kuendelea kufanya mashambulizi katika taifa hilo la Iran. Niweke nukta hapa na taarifa moja ambayo inasema Rais wa Marekani Trump amesisitiza kwamba Israel haikulazimisha Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa wiki, akisema ikiwa kuna aliyeshinikiza mwenzake, basi huenda yeye ndiye aliyeshinikiza Israel kuchukua hatua hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi yake katika ofisi ya Erv wakati wa mkutano wake na kansela wa Jerumani Friedrich Merz, anasema nadhani walikuwa wanakaribia kushambulia kwanza na sikutaka hilo litokee. Kwa hivyo kama kuna aliyeshinikiza, huenda mimi ndiye nilishinikiza Israel, akiongeza kuwa Marekani ilikuwa katika mazungumzo na Iran, lakini kwa mtazamo wake Tehran ilikuwa inapanga kuishambulia kwanza. Kauli hiyo imeonekana kupingana na matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliyesema kuwa Marekani ilichukua hatua baada ya Israel kuwa inapanga kushambulia kwanza. Trump alidai kuwa mashambulizi hayo yamekuwa na athari kubwa sana, akisema karibu kila uwezo wa kijeshi wa Iran, ikiwa ni pamoja na majeshi ya wanamaji, jeshi la anga na mifumo ya rada, umeharibiwa. Hata hivyo, ameeleza mshangao wake kwamba Iran imekuwa ikijibu kwa kushambulia baadhi ya majirani zake waliopo upande wa Mashariki ya Kati. Na huko ukosoaji wa Uingereza umeendelea kuwa mkubwa zaidi, ambapo rais wa Marekani amemkosoa pia waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa kutoshiriki moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya Iran, ingawa Uingereza iliruhusu matumizi ya vituo vyake kwa madhumuni ya kujihami. Starmer anasema haamini katika kubadilishana tawala kwa mabomu kutoka angani kama ambavyo imeelezwa. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani Merz ameelezea wasiwasi wake kuhusu athari za vita hivyo kwa uchumi wa dunia, hasa kupanda kwa bei ya mafuta na gesi. Anasema nchi zote zinatumia na zinaweza zikautumia mzozo huo kuweza kujiimarisha zaidi, lakini inaweza ikaleta athari kubwa zaidi katika ukanda wa kiulimwengu na dunia kwa ujumla. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.